fuata kwa Hans, Waarabu walionekana kama wametengeneza sehemu ndogo ya kuchezea kipindi cha kwanza, kwa maana kuwafanya Simba wasipate mwanya wa kuweza kupata mabao ya mapema, na Simba waliweza kufanikiwa. Lakini kipindi cha pili Mwarabu akaanza kufunguka akiwa na imani kwamba Simba wanatafuta bao moja, lakini na wao wana uwezo wa kupata bao la ugenini ili kutengeneza mechi kuendelea kuwa ngumu. Kufunguka kwa Waarabu, wengine tulidhani sasa ni nafasi kwa Simba kuona nafasi kubwa zaidi ya kuchezea mpira ili angalau waweze kuongeza mabao mengine, lakini ikashindikana. Changamoto ilikuwa ni nini kiufundi? Well, ni game ambayo kama Jemedari ambavyo amezungumza, kwanza hali ya picha haikuwa kwenye ubora wake. Kuna sehemu kulikuwa kuna maji, kwa kuna muda unapiga pass unajikuta imekuwa blind pass, kwa maana ya pass kipofu haifiki. Kwa hiyo kulikuwa kuna tahadhari nyingi sana. Uwe ni beki, uwe ni kiungo mshambuliaji, ukipigiwa pass unatakiwa kuitrack kwa 100% kwa sababu inaweza kufika au isifike. Plani ilibaki pale pale kwa Al Masry kwamba tunafinya uwanja kwa idadi kubwa sana ya wachezaji. Of course walikuwa na center back watatu na wing back wawili, lakini muda mwingi sana walikuwa wanazuia na huo mstari wa walinzi watano kwa maana ya back 5, and then mbele yao kulikuwa kuna viungo watatu ambao walikuwa wana energy zaidi kwa ajili ya kublock mipira inayotoka kwa kina Ngoma na Kagoma kwenye eneo la midfield, and then mbele walimaliza na washambuliaji wawili kwa maana ya Salam Hussein na Digemon, ambaye jana kwa namna moja ama nyingine alikuwa anawapa kashikashi na hususa first half walinzi wa Simba, kwa sababu alienda mara mbili, lakini Kamara ilibidi afanye kazi ya ziada kuweza kusave yale mashuti, na nadhani ndo big chances mbili ambazo walikuwa nazo Masry, lakini Kamara aliweza kudili nazo vizuri na kuweza kuiokoa Simba. Kwenye game ya kwanza tuliona Simba wakiwa kwenye mfumo wao wa 4-2-3-1 kwa maana ya walinzi wanne, viungo wawili wa chini, lakini pia viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji mmoja alianza Ateba. Na tulichokiona zaidi, kwa sababu Fadu alijua yuko away na anacheza na timu ambayo ni nzuri kwenye counter attack, so alihitaji kuwa na rest defense ya wachezaji wengi kwa namna moja ama nyingine, na hususa dakika 60 za kwanza. Simba ya away kipindi cha kwanza tulikuwa tunashuhudia wakiwa wanaanza kujenga mashambulizi, Kapombe na Zimbo walikuwa hawapandi sana, yani wanasogea kwenye mid third eneo hili hapa, and then wanakuwa sambamba na center back wawili, and then mbele yao utakuta viungo wawili wazuiaji akina Kagoma na Ngoma. Kwa hiyo tulikuwa tunaiona rest defense hiyo ambayo ilikuwa na wachezaji 6 katika game ya kwanza kule Misri. Lakini kwenye mechi nyingine za msimu huu tumekuwa tunaona Simba wanacheza na asymmetrical 4-2-3-1. Mara nyingi sana utakuta ni Kapombe anaruhusiwa, Zimbo anabaki wakati timu inaanza kujenga mashambulizi, and then mpira ukishafika kwenye phase ya pili ambao ni progression, Zimbo naye anafunga safari kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo inakuwa kama asymmetrical 4-2-3-1. Lakini jana kulikuwa kuna utofauti, kwa sababu Fadu alijua timu iko nyuma kwa magoli 2-0, lazima ariski baadhi ya moment kuweza kuongeza idadi kubwa ya watu kwenye zoni ya Masry. Na kwa sababu Masry walikuwa wanacheza na mabeki watano nyuma, alichokihitaji ni kuwa match ya watu watano, you see. Kwa tulikuwa tunashuhudia hapa Mkwala ambaye alianza anacheza kwenye half space katikati ya center back wa kushoto na center back wa katikati hapa kwenye hii half space hapa eneo hili hapa, and then Jean Charles Ahoua ambaye muda mwingi tumezoea yeye, Kibu na Mpanzu wao wanacheza nyuma ya Mkwala, tunasema in between kwenye haya maeneo. Jana ilikuwa ni tofauti. Badala yake Jean Charles Ahoua alikuwa anaombea zaidi mipira kwenye half space ya pili katikati ya center back huyu wa kulia na center back wa katikati. Kwa hiyo katikati ya ma center back watatu wa Masry kulikuwa kuna washambuliaji wawili wa Simba. Sasa tumezoea Mpanzu na Kibu huwa wana drop kuja kuungana na Ahoua nyuma. Jana mwalimu alihitaji kuimatch hii back 5. Tulichokuwa tunashuhudia ni Kip Dennis alikuwa anaombea mipira kwenye half space hii hapa ya kushoto katikati ya wing back na center back wa kushoto, and then Mpanzu naye alikuwa anaombea kwenye hii half space katikati ya center back wa kulia na full back wa kulia. Kwa hiyo ukitazama kwenye hii back 5 ya Masry kulikuwa kuna wachezaji watano wa Simba ambao walikuwa wanaomba mipira, wanne ambao walikuwa wanaomba mipira kwenye haya maeneo. Ni nini? Ni kwa sababu mwalimu aliamini zinaweza zikapigwa penetration kutoka kwa Ngoma na Kagoma, zije zikute idadi kubwa ya wachezaji hapa na waweze kufanya vitu vinatokea. Kwa hiyo nini kilikuwa kinatokea?
Kapombe utamkuta overlap, Zimbwe naye utamkuta overlap kwenye haya maeneo. Simba nyuma wanabaki na rest defense ya wachezaji wanne. Na hao wanne Kagoma na Ngoma kuna muda nao walikuwa wanasogea juu zaidi kwa sababu hawa namba 10 watatu tayari wameingia kwenye half space. Kwa nyuma Simba wanabaki zaidi na center back wawili. Ndio maana first half kwenye ile mipira mirefu ambayo ilikuwa inapigwa kwa Salam Hussein na yule Degemon ilikuwa inawapa sana shida Simba. Kuna moja ilipigwa ikabidi Shamo Karabu aende upande wa kushoto huku kwa sababu Simba alikuwa overlap. Kwa bahati mbaya ile pass alikosa akaenda kuteleza, Degemoni akiingia kwenye box akaenda kukeve far post, Kamara akasave. Nadhani unalikumbuka vizuri ile shambulizi. Ni kwa sababu mafullback muda mwingi sana walikuwa wako juu zaidi kushambulia. Kwa hiyo nyuma wanabaki center back hawa wawili. Na ni kwa sababu mwalimu alijua muda mwingi sana Masili watakuwa nyuma ya mpira. Kwa hiyo hata wakishambulia hawatakuwa na idadi kubwa sana ya washambuliaji. Goli limetokea ni kwa sababu Simba walikuwa wametengeneza overload kwenye zone ya Masili. Mpanzu ni uwezo binafsi. So ukitazama amereceive mpira kwenye hili eneo and then alichokifanya ni kama alikuwa na cutting kwenda kukeve maybe far post, lakini pale akachange direction, akaturn, akamtambuka back and then akaenda kupiga shoot ambalo liliingia near post. Goli la kwanza likawa limetokea. Goli la pili brilliant kwa sababu zilihitajika pasi 5. Unaweza ukatazama Zimbo amepokea mpira mstari wa katikati, amesogea mbele zaidi, amempasia Jean Charles Ahoua ambaye alikuwa kwenye half space. Jean Charles Ahoua ameweka kwa Mpanzu pembeni, Mpanzu amerudisha kwa Zimbwe, Zimbwe amepiga cross kwa Mkwala ambaye alikuwa na center back watatu, lakini kwa sababu ni dominant hewani ameruka na kile kichwa amekidundisha. Kwa hiyo wakati goalkeeper anaruka alishindwa kusave kwa sababu ule mpira ulifanyaje, ulidunda. Goli la pili likawa limepatikana. So brilliant performance kutoka kwa Simba first half. Magoli mawili yalipatikana na wakawa wamerudi kwenye game. Second half nadhani hapa ndo Mwarabu sasa aliona okay, tayari tuko nyuma magoli 2-0. Tunachohitaji zaidi ni kujaribu kuwachanganya Simba. Tutapoteza mpira, tutajiangusha, na mchezaji akianguka lazima tumprotect. Ikafika hatua sasa Simba wanatuma wale msalaba mwekundu wanaingia uwanjani, lakini kila wakitaka kumzoa mchezaji, wachezaji wa Masili wanazingira kuzuia ili mchezaji apoteze muda. I think tuliona mpaka dakika 10 zinafanyaje, zinaongezwa. Kitendo cha kuwa wanajiangusha kilikuwa kina slow mchezo. Kwa sababu kila mkijaribu kutengeneza shambulizi nyenye ni Simba, mnahitaji shambulizi likamilika. Kwa kuta watu wanajiangusha, mnapoa, ukija kurigeni tena wanajiangusha. That's why tuliona mechi inamalizika 2-2. Okay, Evansi, Mkwala alipewa nafasi na mwalimu. Yes. Amekwenda kuprove kabisa kwamba anastahili kuwa kipaumbele kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu kwa kile alichokifanya, kwa namna alivyo perform jana, akimweka Ateba nje na jana akiingia kambani. Performance yake ilikuwaje jana kwa ulivyomtazama? Sijawahi kuwa na wasiwasi na Dese Mkwala. Sijawahi kuwa na Dese Mkwala. Mtu wa boli kabisa. Ni moja kati ya strikers ambao kila akipata nafasi anakupa utofauti. Yaani kila akipata nafasi anakupa utofauti. Ukiangalia kwenye mechi za ligi alizozicheza, angalia magoli anayofunga, ni magoli ambayo kuna wakati unajiuliza inakuaje rahisi kiasi hiki kwa upande wake. Angalia magoli ya vichwa anayofunga. Sio kila mtu anaweza kufunga. Yeah. Kuna watu wanapata nafasi kwenye mazingira hayo na wanashindwa kuchagua eneo la kupeleka mpira, ila ni ubora aliokuwa nao. Goli la jana analofunga, ukiangalia pasi ambayo imetoka kwa Janchazawa kwenda kwa Mpanzu, aliita iweke hewani, pasi haikuja, ikaenda kwa Shabalala, bado akamonyesha tena Shabalala niwekee mpira kichwani, imewekwa, ameruka, amefunga, na amefunga katikati ya watu wawili. Yani yuko katikati yao na ameweza kuwabit, amepasia kambani. Ukiangalia movement ambazo anazifanya, sidhani kama kuna beki yote anatamani kucheza na Mkwala. Sidhani. Kwa zile movement anazozifanya. Kuna muda unategemea atakuwa mbele yako, amehama. Kuna muda unaamini huyu yuko nyuma yangu itakuwa ni offside, unashangaa ametokea upande wa kushoto, ametokea upande wa kulia. Kwa hiyo mimi kwangu niliamini jana kama angepata nafasi, kuna kitu angemuofa mwalimu, na imekuwa hivyo. Kapata nafasi, amecheza na amepasia kambani. Na ukienda hata kwenye mikwaju ya penalti, unaona penalti aliyoenda kupiga, muda anaenda kupiga penalti, kila mtu alikuwa anasema huyu
anaweka nje, kipa anachukua. Mwisho wa siku kapiga penalty bora kabisa. Yani amechagua sehemu sahihi na amepasia. Kwa hiyo mimi kwangu sijawahi kuwa na wasiwasi na Mkwala toka siku ya kwanza anacheza. Sijawahi kuwa na doubt yoyote kwake, kwa sababu ni striker wa mpira na anafanya vitu ambavyo namba 9 halisi anatakiwa kufanya kiwanjani. Kabisa. Mambo yalipendeza na ameelezea vizuri kabisa, na kabla ya mchezo kila mmoja alikuwa anatoa maoni yake na wengi walipendekeza Mkwala, hatimaye akapata nafasi na akaonyesha kile ambacho watu walikuwa wanampigia chapuo. Lakini huyo ni mmoja, kulikuwa kuna Jean Chazahwa ambaye pia watu wamemtaja sana siku ya jana kwamba wanaona ni mmoja kati ya watu ambao kuna namna alikuwa hajacheza kwenye kiwango ambacho kilikuwa kinatakiwa kuchezwa katika mchezo wa jana. Ya Magunga, wewe kwa mtazamo wako umeonaje? Pengine Ahu alitakiwa kufanya nini zaidi ya kile ambacho alikifanya jana? Kwenye nafasi anayoicheza kiwanjani, kwa maana ni kiungo mshambuliaji kama namba 10, watu wanatarajia wewe kusimplify ama kufanya vitu kuwa rahisi kwenye ile zone ya mpinzani ambapo Simba wanatengeneza mashambulizi. Ni kitu ambacho kilikuwa ni kigumu kutokea. Kuna namna naweza nikanaelewa kwamba moja inategemeana na wapinzani ambao walikuwa wanazuia, lakini jambo la pili ni yeye kushindwa kufanya maamuzi sahihi katika wakati sahihi. Yani kuna baadhi ya nyakati unatarajia kuona anapaswa kupiga pasi lakini afanye hivyo. Kuna wakati unaona kuna wakati unaona kuna space anatakiwa afanye dribbling, a shoot, afanye hivyo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kwake ni maamuzi tu, lakini for me kwenye vitu vingine naona ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye jana hata kipindi cha pili mwishoni kabisa wakati Mwalimu Fadlu anafanya mabadiliko aliingia Awesu Jean Charles au alibadilishiwa nafasi pia, alishuka kwenye base ya midfield akaenda kucheza na Kagoma kwenye double pivot. Kwa hiyo so far mimi naona ni mchezaji mzuri, lakini kwenye baadhi ya maeneo ambayo watu wamekuwa wakilalamikia, mimi binafsi sitaki kulalamika sana kwa sababu Jean Charles wasimuone kama ni creative midfield, yani yule kiungo mbunifu haswa ambaye unaweza kumdemand assist za kutosha kwa msimu husika, lakini naona ni aina ya kiungo mshambuliaji ambaye ana prefer zaidi kufunga kuliko hata kutengeneza. Na ndio maana ukiangalia jana Simba ambavyo walikuwa wanacheza, ukiangalia hata kwenye heat map Simba wametengeneza mashambulizi yao zaidi kupitia maeneo ya pembeni, na alichokuwa anahitaji Mwalimu, kwa sababu Shalea huwa ni mzuri kwenye kuhold pia, anatakiwa kukaa kwenye zile ndani ya zile block, kwa maana kwenye kuta za ulinzi za timu pinzani, lakini alikuwa anamhitaji Kibu na Mpanzu kuwa pembezoni ya zile kuta ili kuwasaidia wale mafullback, kwa maana Shabalala pamoja na Kapombe kutengeneza mashambulizi kwa kutumia zile njia za pembeni, na wakati mwingine iliwapa urahisi pia. Hata magoli yote mawili yamepatikana kwa staili hiyo, kwa sababu walikuwa wanajua Simba kwenye kitakwimu, Simba kwenye mchezo wa jana walitengeneza nafasi chache zaidi kwa kutumia njia katikati ya kiwanja kukompea na maeneo ya pembeni, na hii ni kutokana pia na wachezaji ambao wako nao. Wachezaji wao wengi asasa Mpanzu nimeongelea, ambaye ndo alionekana kama chachu, alikuwa na operate zaidi akitokea pembeni, kwa sababu ana enjoy zaidi akicheza kwenye space, anapenda kusafiri na mpira. Kwa hiyo ili kuepuka risk, mara nyingi wanatumia njia za pembeni, kwa sababu ukiwa intercepted katikati ya kiwanja ni hatari zaidi kufanya turnovers. Kwa au for me kitu ambacho anatakiwa boresha zaidi ni kwenye decision making, lakini kwa vitu vingine kiwanjani kwangu mimi naona alikuwa correct. Sasa Jessica, nataka utuambie kuhusiana na Mtabe, lakini nakwenda kwa Jemedari wakati tunajiandaa kwa ajili ya Mtabe. Jemedari, nikiangalia mechi ambazo kocha wa Simba mechi ambazo Simba wanacheza, kuna wakati binafsi sijui sasa mtaniambia hapa. Naam. Naona kama kocha wa Simba sio risk taker kwenye kufanya maamuzi ya kufanya mabadiliko. Niliona mechi ya Azam ambao walitoka sare, Mwalimu alidelay sana, lakini jana pia kuna wakati nilikuwa najiuliza wakati naangalia mpira, kwa nini Mwalimu asimuingize Ateba? Kwa nini Mwalimu pengine Kibu asitoke? Na waza tu kama mtu ambaye anatazama mpira. Lakini hao mabadiliko yaliokuja kufanyika, akamtoa Shabalala upande wa kushoto, baadaye pia kaingia Awesu na eneo la juu kule zaidi kwenye eneo la ushambuliaji ya kuweza kuligusa. Ni kweli nilichokuwa nakiona kwamba Mwalimu alipaswa kufanya mabadiliko zaidi ya yale aliyofanya, ama Mwalimu alikuwa sawa sawa kutokana na mechi ilivyokuwa? Unaweza ukawa uko sahihi kwenye baadhi ya maeneo, au mimi na wewe tunaweza kuwa tunafikiria kitu kinacholingana, na ingawa jana pia nikaa na mtu mmoja, ni coach mkubwa, tukawa tunajadili pia as game inavyokuwa inaendelea, mbona hiki unaweza kutamani hiki ukione kutoka
upande huu, ukiona kutoka upande huu, kwa sababu mnajadiliana tu na namna hata timu pinzani inavyocheza. For instance, kama alichokisema Magunga hapa kwamba Simba walikuwa wanapenda kushambulia kutoka pembeni, na kwa sababu ya kina Mpanzo na wale watu wanacheza pembeni, it's not pia tu Simba walipenda, lakini ukiangalia namna mpira ulivyokuwa na plani ya timu pinzani ilikuwa inawafanya Simba lazima wapitie pembeni, kwa sababu walikuwa wanacheza na mabeki watano, alafu katikati wale watu ni giants. Piga ya juu amfanyi chochote. Na njia rahisi ni kuwazunguka kutokea pembeni. Unapopata situation ya one on one inakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo wajadiliana na wataalamu, unaona mbona hiki sicho. Kwa mfano kama sababu ya Shaba, tulikuwa hata tunaijadili, tunaiona kwa mbona kama Shaba sio yule aliyecheza kipindi cha kwanza mpaka kufika dakika hizi hapa, anahitaji mabadiliko. Kweli Shaba ikatokea. Kulikuwa na issue kama ya Kibu, pamoja na kwamba alikuja akapiga penalty moja kati ya penalty bora kabisa zile 4 zilizopigwa, lakini ukimwangalia mpaka muda anamaliza dakika 90 kiwanjani, unaweza kuona kulikuwa na matukio mengi ambayo angeweza kumfanya mtu mwingine achukue nafasi yake. Kwa hiyo mimi nataka kukubaliana na wewe kwenye eneo la kwamba unajua kufanya mabadiliko, ndio substitution, sawa, ndio inatokana na kusoma mchezo ukajua wapi tunatatizwa, nani anatutatiza. Mabadiliko yatokane na change of position mle ndani tu na kubadilishana majukumu, au yanahitaji mtu wa nje kwenda kusaidia kitu ndani. Hii ni game reading, ndio pamoja na ubora ambao Fadlu ameuonyesha. Magoli amezungumzia vijana, yes, kwa sababu ni kijana na miaka 43. Magoli ni mtu mzima, anamuita kijana, ni mdogo wake, ndio anaweza akawa yuko sahihi akimtaja kama master tactician and everything, lakini bado ni binadamu, ndio anafanya makosa kama binadamu wengine. Ndio sifa ya binadamu. Nadhani anachukua muda sana kufanya maamuzi ya kubadilisha. Inawezekana ndo anajitafakari sana. Inawezekana ndo aina yake ya ukocha. Ndio. Inawezekana ndio msaada anaopata kutoka kwenye technical staff wake, au hawampi msaada. Hivi naruhusiwa msaidizi wale waweza kumwambia mwalimu tufanye kitu fulani? Yes, naruhusiwa. Ndio maana ya msaidizi. Msaidizi mkijikumbatia basi mwalimu na yeye anabaki na mawazo yake tu. Unapaswa kumsaidia kama nafikiri bwana kuna eneo lina tabu, unamuona fulani anafanya hivi, tunapata matatizo kwa sababu ya yule, ikiwa hivi inakuwa hivi. Au yeye anakuja, mnazungumza, anakuja kwako bwana, hivi unafikiri kuna shida gani? Unamuonaje fulani? Akakupa dakika 2-3 ukaja kumwambia kweli uko sahihi, au achana, yule sio tatizo, tatizo linaanzia sehemu fulani. Ndio maana mko wengi pale mnajadiliana. Kwa hiyo umenipa mfano wa hizo mechi ya Azam. There was a time you could see kwamba inawezekana anahitaji mtu wa nje aje aingie alete kitu kipya. Mechi ya Fountain Gate kama unaikumbuka, wakati wanaongoza baadaye kaja kuleta shida. Na mechi hii au hata mechi iliyopita kabla ya hii, ndio pia ulikuwa unaweza kusema baadaye tukamwona Dese Mokwala ameingia. Hata hii kuna wakati mimi binafsi nilikuwa natamani kwamba hawa watu wamerudi, wako nyuma wote, muda mrefu wako nyuma, ni muda mfupi, tukio machache sana yalikuwa yanawafanya Simba wawe kwenye hatari, most especially kipindi cha pili. Why unaendelea kubaki na mshambuliaji mmoja? Kwa nini usiongeze riski kwao kwa kuleta mtu ambaye ana nguvu, ana mabavu, anaweza attempt mpira ya juu pia. Unaweza ukampa mpira akaholdi akatumbukiza kwa mtu mwingine kama alivyocheza kule. Kwa nini asingemweka Ateba? Unaweza kufikiria hicho. Ukasema ukacheza direct football. Alimbadilishia majukumu kama anavyosema Magunga. Akawa anaanzia chini kabisa huko. Wakawa wanacheza viungo wawili, yeye na Kagoma baada ya kuwa Ngoma katoka. Ungeona kwamba angeweza pia bado akafanya jukumu hilo nafasi ya namba 10, akawa anacheza na mastreka wawili, akashusha huyo mtu chini. Sio? Bado ungecheza direct football wangeweza kuleta athari. Unajua mastreka wana instincts zao, wanajua positions. Striker anapaswa kuwa na kunusa, kujaribu kujua kupredict mpira utakwenda wapi. Ukiwa huku mpira unaweza kuja huku. Akaenda akatepu mpira likawa goli. Kwa pia una take risk. Usipo take risk hata kwenye maisha ya kawaida ngoma kufuatia. Lakini vipi kuhusu viwango vya wachezaji wengine ambao wanakuwa kwenye benchi, vinaridhisha kiasi kwamba mwalimu hata akitake risk? Let's say Ateba ambaye ametoka kucheza mechi iliyopita kwa dakika 90. Kiwango hicho akiridhishi kumpa dakika 15 za mwisho kwenye mechi ya pili?
I think inawezekana. For instance, ukimchukua nani mchezaji wote amefika level hii na umemweka kwenye bench kwenye mechi hii